Mtazamaji wa Sirefa TV, moja kwa moja leo tumeweza kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Singida Sirefa, Khamisi Kitila. Yeye ameweza kuzungumza furaha yake juu ya Singida Black Stars kuweza kurejea mkoani Singida, lakini pia kuna timu nyingine Mbeya Kwanza imeweza kurejea mkoani Singida. Je, anazungumzaje juu ya ujio wao? Na hivi ndivyo ambavyo tumeweza kuzungumza naye. Asante. Mimi naitwa Khamisi Kitila, ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Singida. Tunazungumzia uwepo wa timu ya Singida Black Stars mkoani tena. Sisi kama chama cha mpira wa miguu tunafurahia uwepo wa timu yetu pendwa ya timu ya Singida Black Stars mkoani. Tulipata changamoto ya kiwanja. Wakati huo kiwanja cha Airtel kilikuwa kinarekebishwa, lakini kiwanja cha Liti zamani na Mfua kilikuwa hakijakidhi vigezo vya kutumika. Kwa timu ikaenda kucheza away. Wana timu inapocheza away, sisi kama FA hatupati furaha kwa sababu ni timu ambaye ni ya kwetu, inapaswa kucheza nyumbani. Na Singida ndio sehemu ambako timu ina mashabiki walio wengi. Kwa hiyo kucheza nje kidogo kuna punguza ile morale ya mashabiki. Kwa hiyo urejeo wao kwenye mkoa wetu na timu yetu ni fursa kubwa kwetu, na sio kwa FA tu peke yake, bali kwa wananchi wa Singida na uchumi mzima wa Singida, kwa sababu football ni entertainment ambayo inaleta watu wengi. Kwa hiyo timu inapocheza nyumbani, kuna watu wengi wanakuja kuiangalia, kuna wageni wanakuja, kwa hiyo kuna stimulation ya uchumi unapatikana. Kwa hiyo uwepo wao tunaamini itaendelea kustimulate uchumi na vitu vingi kwa mkoa wetu. Yes. Kiasi gani mlikosa hizi burudani wakati viwanja vimefungiwa? Ni kweli tulikosa burudani kwa muda mrefu toka ligi imeanza msimu huu. Hatukuwahi kuiona timu yetu ikicheza nyumbani. Wakati fulani ilikuwa inacheza kwenye viwanja vya karibu, sisi wenye uwezo wa kwenda tunakwenda na baadhi ya mashabiki, lakini kwa vile ambavyo ilikuwa inacheza mbali, washabiki walikuwa wengi hawezi kufika. Kwa hiyo tumeimiss kwa kweli. Kwa hiyo washabiki wameimiss timu yao, na bahati nzuri tangazo lishatoka, timu inarudi kutumia uwanja wa Airtel, lakini kuna kiwanja cha Liti na pia kinahitaji marekebisho madogo ili kuendelea kutumika. Kwa hiyo naamini tutakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi, kwa sababu tutakuwa na viwanja viwili na timu inaweza kuchagua wapi pa kucheza wakati wote. Kwa hiyo ni waombe washabiki wa Singida waendelee kuiunga mkono timu na waendelee kuishangilia, kwa sababu ndio timu yetu na ndio timu yetu pendwa kwa sasa. Umesema viwanja viwili, Liti tayari sasa hivi iko vizuri, inaweza kutumika kwa ajili ya ligi kuu? Kiwanja cha Liti kiko vizuri. Kwa sababu burning ya kiwanja cha Liti ilikuwa ndiko kwenye grass. Grass zilikuwa haziko kwenye ubora. Wakati fulani unajua Singida ni semi desert. Kuna wakati tunakuwa tuna ukame mkubwa wa maji. Kwa hiyo sasa hivi maji yako vizuri, flow ya maji iko vizuri, lakini tuna mvua za kutosha. Kwa hiyo tuna nyasi nyingi zimekaa pale. Uwanja unafyekwa. Ni marekebisho machache sana ambayo yanatakiwa kwa ajili ya kukidhi kigezo cha kutumika kwa ligi kuu. Kwa hiyo ni swala la kuamua tu wapi tunaelekea. Kwa hiyo naamini tuko kwenye nafasi nzuri, na tutashirikishana na viongozi wa vilabu kuona jinsi gani tuna lakini Airtel iko tayari 100%. Ni swala la kuwa na plate mbili za chakula, unaweza kuchagua wapi pa kula. Kwa hiyo naamini tutaziandaa plate zote vizuri kwa ajili ya kuona tunazitumiaje kama fursa ya kimkoa. Utajiri huo wa viwanja mnaokuwa nao, watu wengine huko wanafungiwa viwanja. Timu ikija kuomba kiwanja inakuwaje? Wanaruhusiwa? Tuna timu ya Mbeya Kwanza. Tuna timu ya Mbeya Kwanza, timu ya rafiki yangu Yusuf Kitumbo ameomba kutumia moja kati ya facilities za Singida, na tumempa uwanja wa Airtel. Atacheza mechi mbili, atacheza mechi kesho ya CRDB Confederation Cups. Baada ya hapo aliniambia kuwa atacheza na mechi ya ligi daraja ya kwanza ya championship. Kwa hiyo sijajua ni mechi gani inafuatia baina yake, lakini tayari wameshaingia Singida na tumewapokea. Tutawapa ushirikiano kuona wanafikia ile goals waliojiwekea kama taasisi, kwa sababu klabu inapo shift kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wana ile goals ambayo kama taasisi wenyewe
wameiweka. Kwa hiyo wanaposhift kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, vyama vya FA vina wajibu wa kusaidia vile vilabu kufikia zile goals. Kwa hiyo hatutawaacha wenyewe, kusema za kweli, tutashirikiana nao kuona jinsi gani wanafikia yale malengo yao waliyoseti kwenye msimu. Lakini Singida kijiografia ni mkoa wa kimkakati, kwa sababu ukitaka kwenda sehemu yote unakwenda. Kwa hiyo kwa zile timu ambazo zinapata shida ya viwanja, Singida iko tayari. Singida iko tayari. Tuna viwanja viwili ambavyo vyote vinaweza vikatumika kwa mashindano mbalimbali. Mwisho kabisa, unawaambiaje wapenzi na mashabiki? Burudani hizo zimerejea na zinakuja kwa Singida. Wapenzi kwa ujumla wake unawaambia nini? Burudani imerudi. Timu imefanikiwa kweli kweli. Tumeingia makundi ya kombe la shirikisho, na for the first time tume goals ya lengo la klabu limefika juu kuliko wakati mwingine wowote. Kwa hiyo na timu iko kwenye ubora wa hali ya juu. Matumaini yetu kuwa tunaenda kupata burudani ya kutosha kwenye mkoa wetu. Kwa hiyo niwaalike stakeholders wote, wadau wote wa Singida, twende tukaishangilie timu yetu, twende tukaiunge mkono timu yetu, ili mwisho wa siku tuendelee kupata burudani mkoani. Kwa jina naitwa Abubakari Kisike, ni mkazi wa Singida mjini. Nashukuru kwa ujio wa timu yetu ya Singida Black Star kwa kurudi Singida kutoka kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa kweli ni furaha kubwa kuona timu yetu ya Singida Black Star, kwa sababu hatujaona kwa muda mrefu kwa kuiona ikiwa inachezea kwenye uwanja wao nyumbani wa Singida. Itakuwa ni fursa kwetu pia kwa shughuli mbalimbali, kama wageni wakija, riziki itapatikana kwa sehemu mbalimbali, akina mamalishe, watu wa hoteli, watu wa bodaboda, na sisi kama fursa pia kutangaza mkoa wetu kama ilivyokuwa mwanzo. Kiasi gani mlimisi show hizi? Tulimisi sana, kwa sababu si ni sawa na mtoto akienda masomoni, akirudi ile wazazi lazima mfurahi. Kwa hiyo tunashukuru kama imerejea, na nadhani tutaendelea kunufaika na vitu vyote, burudani na sasa kiuchumi. Kwa majina wananiita Dafi Nyandekwa, ni shabiki wa Singida Black Stars. Timu yenu inarejea, nyinyi kama shabiki mnasema? Sisi timu yetu kurejea nyumbani na Singida tumefarijika sana, na tunashukuru sana. Timu tunaipokea kwa mikono yote miwili. Timu imerejea nyumbani kwa sababu ilikuwa iko kwenye kimataifa. Hatukilaumu sana, kwa sababu jinsi walivyokuwa na ratiba yao ilikuwa ni fupi, ndio maana walikuwa wanatumia viwanja vya ugenini. Wana Singida wengi hawakujua hili ni kwa sababu gani latokea hivyo. Kwa hiyo mimi nawaaminisha tu kwa mashabiki wa Singida, hii timu yetu ilikuwa iko busy sana kimataifa, sasa hivi imesharejea nyumbani. Kwa hiyo sasa hivi uwanja wetu wa nyumbani kabisa rasmi ni Air Stadium line pale Airtel Stadium. Kwa hiyo basi tuashirikiane kwa pamoja, tupokee timu yetu na tuende kuisupport. Hii ni ya wana Singida na ya Singidani. Tuachane na maneno mengi. Hii ni timu ya wana Singida. Kwa hiyo wana Singida wote tujumuike kwa pamoja, walioko Mtinko, Ilongero, Mdida, Kiomboi, Ndago, Mbelekese, Manyoni, wote waje uwanja wa Airtel, tuje tujumuike kuisupport Singida Black Stars. Kwa kweli kiasi, unajua mechi mpaka 7 sasa hivi, kwa kweli tulimisi mechi sana, tumemisi timu, tulikuwa tunaumia, lakini hatukuwa na jinsi, inategemeana na kanuni na sheria jinsi timu ilivyokuwa inaenda. Kwa hiyo tulikuwa tunakubaliana nayo, kwa sababu timu ilikuwa inapewa siku 3 haitoke Singida alafu irudi Dar es Salaam kapande safiri, ilikuwa ni vigumu. Kwa hiyo tulimisi timu yetu, na sisi mashabiki wa Singida Black Stars tuko tayari kwenda kusupport klabu yetu ya Singida Black Stars. Mashabiki wenzangu naambia tuje nyumbani, waje nyumbani, wanasema rudi nyumbani pamenoga. Kwa hiyo suki ukhaya Kinyaturu, suki ukhaya nyumba soka, yani rudini nyumbani pamenoga. Kwa hiyo tuje kwa pamoja, tujumuike, tufurahie timu yetu ya Singida Black Stars. Tuachane na timu zingine, nyumbani kwanza alafu nje baadaye. Majina mimi naitwa Mr. Kisaka, inatosha. Stendi Misuna anapatikana. Ndio. Kisaka nani? Kisaka Frederick. Unaongeleaje timu yako kurudi nyumbani? Timu yangu naipongeza kwa sababu ni hatua nzuri iliyofika. Imefanikiwa kwenda makundi, lakini kwenda robo haijafanikiwa. Nawapongeza sana wachezaji, ndo mara ya kwanza. Tunajipanga msimu ujao tutafanya vizuri. Kurejea nyumbani?
Kurejea nyumbani, timu inarejea, uwanja unamaliziwa, unakamilika, Airtel Stadium. Tuipongeze tuipokee timu ikishafika Singida na tuisapoti pia kwenye ligi na FA. Mlimisi kiasi gani? Tulimisi sana, maana takriban kama miezi 2-3 hatuioni kwa sababu ya ratiba ya kimataifa. Kwenye kipindi ambacho haipo hapa mkoani, ni kitu gani ambacho mmekikosa? Tulikosa tu mambo mengi sana. Unajua timu ikiwa mkoani hapa, amsha zinakuwa nyingi. Timu zingine zikitoka mikoani kule zinakuja Singida, bodaboda wanauza, mamantilie wanauza, mji unachangamka kiukweli. Tuliimisi sana. Sasa burudani inarejea rasmi. Burudani inarejea rasmi, tutaiona Simba, tutaiona Yanga, tutaona Azam. Mji utachangamka, biashara zitafanyika. Unawaambiaje mashabiki wenzako? Anaambia tuisapoti sana Singida yetu, hii ndo timu yetu. Tuachane na timu za Wazaramu. Hii ni timu yetu, tuipende, tuisapoti, tuende uwanjani kwa wingi. Usman Mohamed Liguda, dereva bajaji stendi Misuna. Nafurahi timu yetu ya Singida Black Star kurudi nyumbani kwa sababu kwanza burudani zinaendelea, riziki inaongezeka, watakuja wageni kutoka sehemu tofauti, watakuja wageni kutoka Dar, kutoka Mwanza, kutoka wapi kwa ajili ya kuangalia burudani. Na sisi kama wakazi wa Singida tunafurahia kuwa na timu ya ligi kuu ambaye inapambana hata kimataifa. Pamoja tumeteleza kidogo, lakini tutajipanga mwakani kwa ajili Mungu akijalia, inshallah mwakani timu itafanya vizuri. Na riziki, upande wa riziki, kwa kuwepo kwa timu ya Singida hapa, riziki inaongezeka. Kwenda Airtel, abiria akija hapa lazima nimpeleke Airtel, chochote kinaongezeka, kipato kinaongezeka, bodaboda, bajaji, mamalishe, maagenti, riziki zinaongezeka. Asante sana. Mimi ni Amini Nyaungo wa Sirefa. Tuendelee kutazama Sirefa, lakini pia tu subscribe, lakini pia tu like, mtu follow ili tuweze kuwa pamoja katika taarifa zetu za michezo na burudani.